Kitu ambacho nataka nikukumbushe sasa ni kwamba usiogope kupata pesa au kupata kipato kutokana na ujinga wa mtu mwingine. Tena jitahidi sana kufanya ujinga wa watu wengine kuwa fursa kwako, kuhakikisha kwamba unajiimarisha zaidi kwa kiuchumi, na hilo litakuwa msaada kwako, kwa sababu kuna muda ujinga wa mtu mwingine unaweza kuwa faida kwako na sio hasara kujifanya unataka kumwelimisha sana, kwa sababu wengine unakuwa wajinga makusudi na hawataki kubadilika. Hapa nimekuletea jengo moja ambalo limeweza kutokea mara 5 katika kiwanja kimoja. Kwa hiyo katika hichi kiwanja kuna majengo 5 kama ambavyo unaweza kuona hapo. Jengo ni zuri la kisasa na ni nzuri na ni nzuri tena. Sawa? Ukiweza kuangalia katika hili jengo, sivyo? Jengo linaweza kukaa katika kiwanja chenye upana wa mita 33 na urefu wa mita 60. Kwa hiyo hapa katikati kuna majengo 5 ambayo katika hayo majengo 5 kila kitu kimezingatiwa, kwa maana parking katika kila jengo imezingatiwa vizuri tu. Lakini pia katika eneo moja tumeweza kukudesignia kulikuwa kuna kisima. Kwa hiyo kutokana na kwamba ramani hii ilitengenezwa kwenye kiwanja ambacho tayari kipo na kilikuwa tayari kishafanywa maendelezo kwa baadhi ya vitu, kulikuwa tayari kuna kisima. Kwa nacho pia kimeweza kuzingatiwa kuwekwa kwenye hilo eneo. Sasa hapa hili jengo lina vyumba viwili vya kulala. Vyumba vyote ni self, sebule ambayo ni kubwa, imeweza kusogeza kidogo kupata kidining kidogo ambacho inaweza ikawa kimeattachiwa au kimegusanishiwa kwenye ukuta wa jiko. Sawa, kinakuwa kidogo kama counter ya bar. Sawa, ya alafu kuna jiko, lakini kuna veranda mbili mbele na nyuma. Jengo zuri sana, na ukiliangalia hii hapa limeweza kutokea mara 5. Jaribu kufikiria kama itatokea utampangisha mtu kwenye jengo la nani hii hapa, je, watakulipa kiasi gani? Na kiasi atakachokulipa kwenye kupanga kwenye jengo la namna hii hapa, basi itakuwa shingapi kwa majengo yako 5 kwenye kiwanja chako kimoja? Sasa nikwambia kitu kimoja. Sasa kitu ambacho nataka kujua ni kwamba jengo hili au uwekezaji wa namna hii hapa hautakiwi kujenga tu sehemu yoyote as long as wewe una kiwanja kikubwa. Hapana, sio kwamba tu kwa sababu una kiwanja kikubwa basi ujenge majengo namna hii hapa. Mengine inaweza ikakupa hasara kubwa sana na usiweze kufikiria kabisa kujenga tena, pengine ukachukia hata ujenzi. Ila kwa wale ambao wanamiliki viwanja ambavyo viko karibu na taasisi za serikali, taasisi zile ambazo sio za kuhamishika, sawa? Naposema taasisi za kuhamishika, zisizo hamishika, kwa mfano kuna halmashauri, ni ngumu sana halmashauri kuhamishika. Yaani lazima kuwe kuna sababu za msingi, lakini pia halmashauri ambayo inakuwa iko sehemu kwa muda mfupi huwa inafahamika. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna ofisi za aina hizi za serikali, halmashauri, hospitali kubwa, sawa, basi uwekezaji namna hii hapo unaweza kukulipa, kwa sababu watu wengi au kuna baadhi ya watu katika hizo taasisi huwa hawaamini kuanza chini, wanaamini kuanzia juu. Kwa hiyo kufaidika kutokana na ujinga wa wengine sio mbaya sana. Kwa hiyo hilo nalo unatakiwa kulijua. Ukijenga majengo namna hii hapa, watu wengi sana watakuja kutaka kukaa kwenye majengo mazuri yakiwa karibu na maeneo yao ya kazi. Hilo litakupa faida na unaweza ukajikuta unafanya hivi kwa uwekezaji zaidi na zaidi. Kama kuna eneo ambalo unajua kabisa hapa kutakuja kuwa kuna plani ya ujenzi labda wa hospitali, labda fanya hivyo. Nunua eneo lako kubwa. Baada ya hapo wakaisha kuja kufanya uwekezaji, wakaisha kuja kufanya namna ambavyo wanaanza sasa kutekeleza mipango yao ya kuweka halmashauri hapo, wewe tayari unaanza kuwa unajiwekeza kidogo kidogo. Hapa kwenye kila jengo linatumia jumla tofali za block 1500, lakini kama watatumia tofali za kuchoma hapa zitaenda jumla tofali 5500. Sawa, idadi ya bati ni 40 kwa kila jengo. Kwa hiyo kwenye upande wa bati ni nafuu sana, kwa sababu hata mwinuko wa bati wake sio mkubwa sana. Idadi ya mbao za kenchi ni 70 kwa kila jengo, na jengo ni zuri na majengo ni mazuri. Kila jengo lina kila kitu cha msingi, lakini kuna choo cha public kimoja tu. Sawa, hichi choo cha public kwa ajili ya wale ambao watakao kuwa wanakuja kutembea hapa. Kumbuka kwenye hivi vyumba au kwenye haya majengo hakuna choo cha public. Sawa, kwa hiyo kama mtu atataka kutumia choo cha public kitatumika choo kimoja tu. Sawa, kumradi naona kama maneno yangu yanakuwa kama yanajirudia, lakini nafikiri ninaeleweka. Sawa. Kuna choo kimoja tu cha public ambacho kitakuwa kinatumika hapa. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mtu ambaye anakuja kutembea hapa, ni mtu amekuja labda aidha anafanya kazi hapa kwa ajili ya usafi katika kiwanja kimoja hichi hapa, kwa hiyo lazima atatumia choo cha public hicho. Sio lazima na hairuhusiwi kwa mtu ambaye sio husika na compound au na jengo moja, ile unit moja, jengo moja lile kwenda kujisaidia kwenye jengo hapo. Kwa hiyo ndio maana tumeweza kumwekea choo cha public huko. Wale visitors wote wanaokuja kutembea hapa wanatumia choo hicho cha public. Sawa, nikukumbusha tu, hakikisha umetufollow kuhakikisha kwamba unapata update nyingi zaidi. Karibuni sana.